Kinachoendelea, vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya hatua kwa hatua ni kuendelea kukusogezea upate nafasi ya kufahamu kwa kina yale ambayo yanaendelea kushika tamu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amethibitisha kwa mara ya kwanza kuwa majeshi yake yapo kwenye baadhi ya maeneo kwenye mkoa Belgorod nchini Urusi, wakati nchi hizo mbili zikiendelea kushambuliana. Akizungumza mjini Kyiv kwenye hotuba aliyoitoa Jumatatu usiku, Rais Volodymyr Zelensky amekiri uwepo wa vikosi vyake huko Belgorod. Amesema mkuu wa vikosi vya ulinzi Oleksandr Syrskyi ameripoti uwepo wa wanajeshi wetu kwenye mikoa ya Kursk na Belgorod. Anasema tunaendelea kufanya operesheni za kijeshi katika maeneo ya mpaka kwenye himaya ya adui, na hili ni sahihi kabisa. Ni lazima vita virudi vilikotoka. Zaidi, Zelensky amesema madhumuni ya operesheni hizo katika mikoa hiyo miwili ya Urusi ni ya kuyalinda maeneo ya nchi yake yanayopakana na Urusi, hasa Kharkiv na Sumy. Licha mamlaka za ndani za Belgorod kutambua uwepo wa wanajeshi wa Ukraine katika eneo hilo, hadi sasa serikali ya Urusi haijathibitisha kama vikosi vya Ukraine vipo katika mkoa huo. Wakati huo huo, jeshi la anga la Ukraine limearifu kuwa Urusi imefanya mashambulizi ya droni 46 na kombora moja kuelekea nchini humo usiku wa kuamkia Jumanne. Limesema lilifanikiwa kuzidungua droni 9 kati ya hizo, wakati droni 31 zilizuiwa. Ufafanuzi kuhusu droni 6 zilizosalia na kombora haukutolewa. Kwa upande wake, wizara ya ulinzi ya Urusi kupitia mitandao ya kijamii imesema imezizuia droni 23 za Ukraine usiku wa kuamkia Jumanne katika maeneo ya mpaka wa Kursk na Belgorod. Katika hatua nyingine, rais wa zamani wa Urusi Dmitry Medvedev amesema kuwa nchi nyingi zaidi zitakuwa na silaha za nyuklia katika miaka ijayo. Amesema hayo na kuzilaumu nchi za magharibi kwa kuusukuma ulimwengu kwenye vita vya tatu vya dunia kwa kujihusisha na vita dhidi ya Urusi nchini Ukraine. Kupitia ukurasa wake wa Telegram, Medvedev, kando ya hofu ya ongezeko la silaha za nyuklia, hapo baadaye ameandika kuwa dunia itaunda silaha mpya zinazoweza kusababisha uharibifu zaidi. Ameongeza kuwa hata kama vita vitakoma nchini Ukraine, suala la kupunguza silaha za nyuklia miongoni mwa mataifa katika miaka ijayo haliwezekani. Vile kwenye uwanja wa kivita ni kwamba mashambulizi ya anga ya Urusi dhidi ya kundi la wapiganaji la Ukraine lililoko katika makazi ya Myrnoe kaskazini magharibi mwa Velkaya na Ovsiolka katika Jamhuri ya Watu Donetsk imeweza kuleta majeraha kwa wanajeshi 20 wa Ukraine. Vikosi vya anga vya Urusi vilifanya mashambulizi kwa kurusha pia mabomu 4 katika nafasi za brigade za jeshi la Ukraine. Hayo yakiendelea, wanajeshi wa Ukraine wametumia ndege 37 zisizo na rubani na silaha 32 kushambulia maeneo 8 ya mkoa Belgorod katika muda wa saa 24 zilizopita, Gavana Vyacheslav Gladkov anaripoti. Anasema makazi ya Bork, Dovolochnoe, Dogloe, Konopleanovka na Rabik katika wilaya ya Valoisky yalishambuliwa na droni 17 na 13 kati yao zikiwa zimekandamizwa. Huko Bork, watoto wawili wa umri wa miaka 16 walijeruhiwa kutokana na droni kuacha kifaa cha mlipuko kwenye kituo cha simu. Kulingana na gavana huyo, wilaya ya Gregorovsky ilishambuliwa na ndege zisizo na rubani 3. Kutokana na hali hiyo, nyumba 2 za watu binafsi, magari mawili na njia za umeme ziliharibika. Vile wakati wakirudi kutoka mkoa wa Kursk, askari wa Ukraine wamepokea amri kutoka eneo lao kuu la makamanda ya kuacha waliojeruhiwa na kuhamia makazi ya karibu peke yao. Mfungwa wa vita wa Ukraine anasema, mimi binafsi niliwabeba majeruhi, hata hivyo tuliambiwa tuwaache. Amri ilitoka kwa kamanda Alban akitaka tuwaache majeruhi, Oleg Pasnok alisema katika video iliyotolewa na wizara ya ulinzi ya Urusi. Kulingana na mfungwa huyo wa vita, kikundi chake kiliamriwa kuendelea hadi mahala pa kuhamishwa wakati wa mafungo, lakini askari wa Ukraine walipofika kwenye eneo la mikutano hakukuwa na gari la uokoaji. Waliwasiliana na amri ambayo iliwaambia kwamba hakutakuwa na uhamishaji, na wakajitolea kutembea wenyewe hadi makazi ya karibu ya Zamostey wakiwaacha waliojeruhiwa, walakini hakuna mtu aliyewahamisha kutoka Zamostey. Pia nikwambie hivi, hatujamaliza. Vikosi vya Urusi vitahitaji kuwaondoa wanajeshi wa Ukraine kutoka kwenye makazi mawili ya mwisho kwenye eneo la mpaka la Kursk baada ya ukombozi wa Guyevo, chanzo katika duru za ulinzi za Urusi kinasema siku ya Jumanne. Sasa ni makazi mawili tu yanahitaji kukombolewa, Gonal na Oleshnya, na vita sasa vinaendelea
kwa jumuiya hizi na wapiganaji wetu wanaofukuza wanajeshi wa Ukraine kutoka huko. Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliripoti mapema Jumanne kwamba vitengo vya vita vya kaskazini vya Urusi vilikomboa makazi ya Guyevo katika eneo la mpaka la Kursk katika saa 24 zilizopita. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile kwenye mkoa wa Kursk ni kwamba wanajeshi wa Urusi wanaohamisha raia kutoka kijiji kilichokombolewa cha Guyevo katika mkoa wa Kursk. Kamanda kikosi aliyena ishara wito Apostol anasema makazi ya Guyevo kwa sasa yanadhibitiwa na vikosi vya wanajeshi wa shirikisho la Urusi ambalo pamoja na mambo mengine linajishughulisha na kuhamisha raia. Alisema kulingana na Apostol, vitengo vya kijeshi vya Urusi vilipokuwa vikiendelea na mashambulizi yao vilikuwa vimeshinda upinzani mkaidi wa adui ndani na karibu na makazi, na waliweza kupenya safu ya ulinzi ya adui, kusukuma kwenye safu yake ya vita na kuiharibu. Video nyingine kutoka kwenye Wizara ya Ulinzi inaonyesha picha za ukombozi wa kijiji hicho. Vile vikosi vya Urusi vimekomboa makazi ya Guyevo katika mkoa wa Kursk. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema vitengo vya kundi la vita vya Urusi kaskazini vilikomboa makazi hayo ya Guyevo katika mkoa wa Kursk kama sehemu ya shughuli zao za kukera. Vikosi vya Urusi pia vilishinda vikosi kutoka kwenye brigade 6 za Ukraine karibu na Gonal na Oleshnya katika saa 24 zilizopita. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile bunge la Urusi limepiga kura ya kuidhinisha mkataba wa kuimarisha uhusiano wa kisiasa, kijeshi na kiuchumi na Iran. Hayo yanajiri wakati ambapo Moscow ikiwa katika harakati za kuimarisha ukaribu wake na washirika wake. Kura ya leo inakuja wakati kukiwa na mvutano mkubwa kati ya Iran na mataifa ya Magharibi, na katika kipindi ambacho Urusi pia inapambana kuwa na maelewano na Marekani licha ya vita vyake huko Ukraine. Akizungumzia kuhusu mkataba huo, naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Andrei Rudenko amesema makubaliano haya yanaimarisha uhusiano wa Urusi na Iran hadi kufikia kiwango cha ushirikiano wa kimkakati na wakina, uhusiano ambao unalenga kuimarisha ushirikiano katika maeneo mbalimbali ya kipaumbele kwa nchi zote mbili na kukuza uanzishwaji wa mfumo wa haki wa kimataifa wa pande nyingi. Mataifa hayo mawili yamekuwa na ushirikiano wa kijeshi kwenye kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Iran imekuwa ikishutumiwa na Ukraine na nchi za Magharibi kwa kuisambazia silaha Urusi. Shukrani kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.